kwenye hili la upelekaji wa fedha za ndani, kama kuna fedha za ndani mmetenga kwa ajili ya kulipa wazabuni, kulipa watumishi, pelekeni hizo fedha. Hata kama ni fedha zimetoka serikali kuu kwa ajili ya kulipa mzabuni, kulipa mtumishi, lipeni hizo fedha. Usipomlipa mtu ambaye amekupa huduma, unazika mtaji wake, unaua biashara yake, unakuwa umeshiriki kumkwamisha Mtanzania mwenzetu. Sisi wasaidizi wa rais hatutakubali hilo. Tuko hapa kumsaidia Mheshimiwa Rais awahudumie Watanzania, mitaji yao ikue. Mtu kashakuletea vifaa vyake, ulishajenga zahanati yako, unapigiwa tu makofi, kumbe hujamlipa mtu aliyekuletea vifaa. Yeye kakopa benki na deni analo kudai, hadai riba. Alikokopa anadaiwa riba. Mwisho wa siku Mtanzania huyu mwenzetu anaugua moyo, anajifia, anaacha familia yake na maisha. Tuweni wazalendo, tuipende nchi yetu na tuwapende Watanzania wenzetu. Kwa madeni ya watumishi, inapotokea fursa ya fedha zimekuja kulipa madeni ya watumishi, ama ninyi mmetenga kutoka vyanzo vyenu vya ndani, wapeni kipaumbele watumishi ambao wana mazingira magumu ya kazi, watumishi ambao mazingira yao kijiografia ni magumu, watumishi ambao majukumu yao wanayatekeleza kwenye mazingira magumu, mazingira ya mbali, mazingira ya ndani kabisa, mahala ambapo mimi na wewe tungepelekwa pengine tusingeweza kukaa. Walimu wangu, watendaji wangu, wahudumu wetu kwenye eneo la afya, sio fedha inakuja ya kulipa madeni. Kipaumbele cha kwanza analipwa afisa utumishi, analipwa mhandisi, analipwa sui nani, halafu wale watu wengine ambaye hata hela zake sio nyingi, hela kidogo, wanabaki wananunua. Lakini majukumu yako yote wale ndio wameyabeba mgongoni, ndio wanaokusaidia kuyafanya. Unawatambua wakati una makazi ya kuwatuma, lakini akija malipo ya watumishi, madeni yao huwakumbuki wale. Tubadilisheni huo uelekeo, tubadilisheni wakurugenzi, tubadilisheni huo uelekeo, kwa sababu wote tunajua resources ziko limited, fedha za kulipa zinakuja instantly. Tuwapeni kipaumbele wale wenzetu kule chini.